Sasa wakati umefika wa kuelimisha jamii hii, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tuna silaha nzito ambayo inatumika vibaya, mitandao ya kijamii. Matumizi yake bado jamii yetu haijaielewa. Mheshimiwa Mufti anatoa agizo kwa viongozi wote wa baraza kwamba wakati sasa umefika wa kuitetea Tanzania kwa hali na mali, kwa maneno mazuri, kwa elimu. Mashekhe, toeni elimu kuhusu Tanzania, tulipofika, tulikotoka. Sio salamu tu. Salamu ndio, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini kuna mengi mazuri yako Tanzania, kwingine hakuna. Watu wanataka waonyeshwe, kwa sababu macho wanayo, tutawaonyesha, wataona. Na wale wenye afya ya akili tuwatibu kwa maelezo mazuri, afya zao za akili zitarudi, wataiona Tanzania ni nini, wataithamini na wataipigania kwa hali na mali. Hakuna chenye thamani duniani kama watu kuwa na nchi. Mwenyezi Mungu ametupa nchi ya Tanzania, tuna wajibu wa kuilinda, kuisemea kwa hali yoyote vile itakavyokuwa. Kwa hiyo muda sasa ndio umefika, kila mmoja ratiba ya kuzungumza kuhusu amani ya nchi yetu. Muda umeanza huu, kila mmoja sasa, kama vile viongozi walipokuwa wakielezea, wazazi wakae na watoto wao, mke akae na mume wake, jirani akae na jirani mwenzake, viongozi wa dini kwa maeneo yao, na hata wale wa kijamii kwa maeneo yao. Kila mmoja acheze nafasi yake, tukihakikisha kwamba Tanzania inakuwa salama. Jumuiya ya Tahfidhul Quran leo iwe ndio mwanzo. Kuna nafasi ya vijana, tutafute kongamano, tuzungumze na vijana kwa maeneo yao yote. Vijana wa vyuo vikuu, vijana wa masekondari, vijana wa darasa la 7, madaruweshi. Jumuiya ya Tahfidhul Qur'ani, huu ni mwanzo umeanza. Mheshimiwa Mufti anawaomba muendeleze. Kuna jumuiya za kina mama, hawa tuwakumbushe wajibu wao, tutafute nafasi ya kuzungumza nao. Lakini pia tuzungumze na watu ambao hawaelewi. Sheikh Isa Uthmani amewagusia kizazi kipya. Kizazi kipya hakijawahi kutoka Kagera kuja Dar es Salaam kwa gari kwa muda wa wiki moja, hakijawahi. Kizazi kipya. Kizazi kipya hakijawahi kutoka na gari Kagera mpaka Sirari, Nairobi, Arusha, Dar es Salaam. Hakijawahi. Kizazi kipya kulikuwa na unga unaitwa wa njano, hakijawahi kula unga huo. Kizazi kipya hakijawa na uwezo wa kutathmini miaka 60 ya uhuru wa Tanzania
na miaka 200 na zaidi ya uhuru wa Marekani. Unamlinganishaje Marekani kwa miaka ya uhuru wake na miaka 60 ya Mtanzania? Unalinganisha vipi? Sasa makongamano kama haya lazima tupate mada za kulinganisha ili waelewe, kwa sababu kuna watu wa aina mbili. Kuna wasioelewa kutokana na kuwa wao ni kizazi kipya, umri wao hauwezi kulinganisha. Lakini kuna shida nyingine ya afya ya akili. Kuna shida ya afya ya akili. Kuna shida ya mitandao ya kijamii. Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa wale wenye shida ya afya ya akili. Makongamano kama haya yatasaidia. Kama mfano aliotoa Sheikh Isa kwamba yule alikuwa akifanya research kuhusu nuclear, akaenda kwa mama yule akasema, mimi sio shida yangu nuclear, shida yangu kuna panya wengi ndani. Sasa lazima tuone kwamba kuna shida ya afya ya akili. Zitengenezwe mada katika makongamano kama haya, zitafutwe takwimu, zionyeshwe, ili wale wenye akili waweze kujua kwamba huyu ana shida ya afya ya akili, siwezi kumfuata. Huyu anachokisema ni sahihi, huyu anajua kulinganisha. Tanzania ya leo mtu anatoka Dar es Salaam mpaka Kagera kwa siku 1.5 kwa gari yake. Tena gari yenyewe ina choo ndani. Katika zama za nyuma, miaka ya 70, wengi wameliwa tu katika mapodi huko. Mtu anashuka anakwenda kujisaidia, kumbe pana chato pale, inakuwa ndio kitoweo. Lakini leo mtu anaingia kwenye gari lina choo, halafu bado unasema kimefanyika nini katika nchi hii? Leo mtu anakwenda Mwanza na kurudi kwa Boeing la Tanzania, Air Tanzania, hata mara 10 anakwenda na kurudi kwa siku moja, kitu ambacho kilikuwa hakipo. Nakumbuka Zanzibar watu walikuwa wanakwenda kwa ngarawa, wanakwenda kwa jahazi usiku. Saa 6 za usiku ndio jahazi linaanza kuondoka, atafika saa 5 mchana. Leo ni saa 1:30, kama vile shehe wangu hapo wa Kinyamwezi wanavyosema saa 1:30. Mtu ameshafika Zanzibar saa 1:30, tena anakunywa na juisi, chai, anapitishiwa na vitafunwa vinaitwa. Yuko katika boti, anaenjoy, anaona raha ya bahari ya Hindi. Sasa lazima Sheikh Uthmani, kwa nafasi yako na kwa uchokozi huu uliouanzisha, bado kuna mada zinataka zizungumzwe. Moja ni mada ya kulinganisha tulikotoka na tulipo tunakokwenda. Sisi wa Tanzania na Waingereza, wa Tanzania na Wajerumani,
uchumi hivi, nani anaendesha uchumi duniani? Uchumi unaendeshwa na nani? Nani aliyeshikilia soko la uchumi duniani? Anaendesha. Hiki kizazi hakijui. Sasa tusizunguke, tuende katika main point. Tuwaambie vijana, uchumi, nani anamiliki uchumi duniani? Nani anaendesha uchumi duniani? Waelewe. La sivyo watamwataki Ali Khamisi kuona kwamba labda yeye ndio anayewafanya watu wengine wasipate hela. Kwa hiyo, na kila mmoja, si tu jumuiya ya tahfidhul Qur'ani peke yake, lakini jumuiya zote, sasa wakati umefika wa kuelimisha jamii hii, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tuna silaha nzito ambayo inatumika vibaya, mitandao ya kijamii. Matumizi yake bado jamii yetu haijaielewa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ningelisema sana, lakini Mheshimiwa Mufti amenipa pointi hizo tu za kuzungumza, na sina haja ya kuongeza ya kwangu. Sasa wakati umefika. Mheshimiwa Mufti anatoa agizo kwa viongozi wote wa baraza kwamba wakati sasa umefika wa kuitetea Tanzania kwa hali na mali, kwa dua, kwa maneno mazuri, kwa elimu. Mashekhe, toeni elimu kuhusu Tanzania, tulipofika, tulikotoka, raha zilizoko sasa hivi. Tuwaonyeshe raha, wazione. Hawazioni, hawana macho. Tuwaonyeshe. Sio salamu tu. Salamu ndio, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, lakini kuna mengi mazuri yako Tanzania, kwingine hakuna. Watu wanataka waonyeshwe, kwa sababu macho wanayo, tutawaonyesha, wataona. Na wale wenye afya ya akili tuwatibu kwa maelezo mazuri, afya zao za akili zitarudi, wataiona Tanzania ni nini, wataithamini na wataipigania kwa hali na mali.